Naomba nishukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa hii nafasi ili niweze na mimi kuzungumzia machache, na mimi zaidi nitazungumzia kwamba baada ya kukaa katika tume kwa hizo siku 153 na kuwasikiliza hao mashahidi wote na vielelezo na kusoma nyaraka mbalimbali, sheria za Tanzania, sheria za kimataifa, na baada ya kuwasilisha kwa taarifa kwa Mheshimiwa Rais hiyo siku ya tarehe 23, na baada ya kupata vile vile nafasi ya kusikiliza maoni sasa yaliyojitokeza kupokea taarifa ya tume, kuna mambo ambayo ningependa kuyagusia kwa sababu sisi tume baada ya kukaa kwa huo muda na kusikiliza ushahidi huo wote, maoni yetu yatakuwa tofauti kabisa na watu au vikundi ambavyo havijapata bahati ya kusikiliza wale mashahidi, kuwaona, kusoma zile nyaraka ana kwa ana. Kwa hiyo mapendekezo yetu yanatokana na kukutana na watu, sio kwa kuangalia mambo juu juu kinadharia. Tulivyoanza mtakumbuka, tume ilianza kwa hoja kwamba uhalali wake hautambuliwi. Nadhani wote tunakumbuka uhalali wa tume ulikuwa unatiliwa mashaka. Sasa kwa bahati nzuri kesi ikafunguliwa Mahakama Kuu, ikasikilizwa, na sisi tukatoa hati za viapo. Bahati nzuri Mahakama Kuu ilitoa uamuzi wake. Sasa siku zote ni vizuri turejee hoja zilizowasilishwa Mahakama Kuu kupinga uhalali wa tume, na ni hoja hizo bado zingine zinaendelea kupinga taarifa ya tume. Mimi naamini Mahakama Kuu ilijibu hoja nyingi sana za msingi. Mtakumbuka Mahakama Kuu kulikuwa na hoja kwamba haina imani na wajumbe wa tume, kwamba wajumbe wa tume wana maslahi yenye migongano, kwamba wajumbe wa tume umri wao miaka zaidi ya 60. Kwa nini hakuna wajumbe kutoka chama cha wanasheria Tanganyika? Kwa nini hakuna wajumbe kutoka chama cha madaktari, baraza la maaskofu, BAKWATA, taasisi za kiraia? Na kulikuwa vile na hoja, kwa nini wale vijana ambao hawana ajira hawakufanywa kuwa wajumbe wa tume hii? Na majibu ya Mahakama Kuu yamechangia katika kuongeza jurisprudence ya tume za uchunguzi, kwa sababu maamuzi kuhusu tume za uchunguzi ni maamuzi machache, na sheria ya tume hii ni ya zamani kidogo, ilitungwa mwaka 1928, na tangu wakati huo kumekuwa na mabadiliko makubwa. Kwa hiyo uamuzi wa Mahakama Kuu umezingatia mabadiliko yaliyotokea, mabadiliko ya haki za binadamu, mabadiliko ya kutunza kuwalinda mashahidi, kutoa haki kwa mtu ambaye anatajwa na tume lakini hana nafasi ya kujitetea. Na ndio mnakumbuka wakati fulani ilikuwa kwamba mashahidi wanataka kuja kutoa ushahidi, tulikuwa tunawasikiliza kwa faragha, na tulikuwa tunawasikiliza kwa faragha kwa sababu mashahidi wengine walikuwa wanataja majina ya watu kwa majina. Sasa ukiruhusu majina yale yasambae na umpi muhusika nafasi ya kusikilizwa, tayari kuna maamuzi ya Mahakama Kuu katika nchi nyingine ambayo yanakataza jambo kama hilo. Kwa hiyo hatua ya uhalali nadhani tumetoka pale, na sasa tuko katika hatua ambayo ni nzuri sana. Sikiliza bana, hebu tafuta duka ambalo unajua utapata mabati yasiyopauka bana.
Miss Buguruni, umetoa wapi mabati mazuri namna hii na imara yenye TBS? Nimeyatoa Tuma Mgamba Hardware, wakala wa Alaf, wapo Buguruni Chama. Hebu mimi niwaishe nikajenge. Huduma zetu ni rahisi na za kitaalamu. Unalipia, unapewa risiti na unachukua mzigo wako papo hapo bila msongamano. Tuma Mgamba Hardware sasa tunakuletea mabati yako pendwa ya Sibadumu, Covermax, Versatile, Roman Tile, Tech Deck, Racing Coat pamoja na Max Cover. Pia tuna vigae aina ya Shingo, Wave pamoja na Roman. Tuma Mgamba Hardware. Hapa ndo nyumbani pa mabati ya Alaf. Mabati ya ukweli, bei ya kutabasamu. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0754 300 746 au 0655 300 746. Pia unaweza kuwasiliana nasi kwa barua pepe mghambatumaini@yahoo.com. Tuma Mgamba Hardware, nyumbani pa mabati ya Alaf.